nafasi ambayo tuko nayo serikalini kuboresha maisha ya wananchi, kusukuma maendeleo. Barabara ikijengwa inaleta manufaa kwa wananchi. Soko ikijengwa ni manufaa kwa wananchi. Stima ikiwekwa mahali haijafika ni manufaa kwa wananchi. Hiyo ndio kazi ya serikali. Hakuna kazi nyingine ya serikali. Na ndio tumeamua ya kwamba sisi zote tutashirikiana, tutetee serikali, watuletee maendeleo. Mambo ya uchaguzi ikifika tutapiga kura ingine kulingana na rekodi ambaye kila kiongozi atatupatia. Rais Ruto atoe rekodi yake. Wale wanashindana na yeye nao watuambie siku ile walikuwa kwa viti vile walitufanyia, na rekodi ndio itaamua. Mimi nataka niombe kwa unyenyekevu, tuwe ni watu wa kuvumiliana, na hata kama tuko na tofauti kidogo kidogo ya hapa nyumbani, tusitumie hiyo nafasi kuvuruga amani ya jamii na amani ya taifa. Kwa sababu siasa ni mashindano ya uongozi na ni ya muda, na ikipita sisi tutabaki tukiwa jamii moja, tutabaki tukiwa taifa moja. Usitumike kuvuruga amani ya jamii, utusi mwenzako, upige ndugu yako ama mzazi wako, uharibu mali ya jirani yako, kwa sababu mambo ya mashindano ya siasa itapita. Wale watapita watakuwa viongozi wetu. Wale hawatafaulu pia hao ni viongozi, watangojea siku ingine Mungu atawajalia. Ni kweli si kweli? Andu aitu niguo kana teguo? Ndamuthaitha tukare na utugi na there, tunyitane ama namna gani, na tuendane, tukae kwa upendo jameni. Hii siasa ya matusi sijui imetoka wapi, kwa sababu huyu ala Hando matona. Asante, thank you very much. Nilikuwa nasema ya kwamba hakuna haja kutupania maneno machafu, kutupa mawe, kuchoma biashara zetu. Sisi zote ni ndugu. Tukae kwa umoja, kama ni mashindano tushindane kulingana na kazi ya kiongozi. Mimi nitoe rekodi yangu, mwenzangu naye atoe rekodi yake ili alifanikisha. Mwenye anashinda anakuwa kiongozi wetu. Mwenye hata shinda angoje, hata yeye ni kiongozi, kesho Mungu atamjalia. Na mimi nataka nikimalizia niseme ya kwamba mimi naomba kwa unyenyekevu, hii jamii ya sehemu hii ya Kenya ambao tunaitwa watu ya Mount Kenya, mimi nawasihi tuendelee kukaa pamoja tukiwa kitu kimoja. Hii mambo ya ujenzi wa taifa tulianza zamani tukiwa pamoja. Tumefanya siasa tukiwa pamoja. Tumefanya mambo ya biashara tukiwa pamoja. Tumefanya mambo ya kimila tukiwa pamoja. Mimi nimeanzisha umoja ya jamii za Mlima Kenya. Mimi nilikuta umoja wa jamii za Mlima Kenya ukiwa hapo. Ni kweli si kweli? Tukabahatika tukapata rais wa kwanza Mzee Kenyatta. Na sisi zote jamii ya area hii tulisimama nyuma ya Rais Kenyatta bila maswali kama kiongozi wetu sisi zote mpaka akapumzika. Baadaye tukapata mmoja wetu baadaye wa kutoka hapa Nyeri, Mzee Mwai Kibaki. Mungu alaze roho yake pema. Pia akakuwa kiongozi wetu na akakuwa kiongozi wa taifa letu. Na sisi watu ya area hii hatukuwa na mabishano, hatukuwa na kelele, tulishirikiana tukamunga mkono akamaliza. Vile vile Uhuru Kenyatta akamaliza. Kwa hivyo tuendelee na huo umoja, tusiwe watu wa kugawanyika, na wakati kuna tofauti kidogo kidogo ya kisiasa tuongee hizo tofauti bila kuhujumu umoja. And I am here to confirm that we will defend the unity of our nation
with all our strength, with all our might, with all our resources, with all our intellect. We cannot allow the unity of our country to be undermined. We can also not allow the unity of our community, the unity of our region to be undermined. We will pay whatever price we need to pay to make sure that the community and the nation remains united. Neguo kana teguo. Neguo kana teguo. Kwa hivyo hiyo ndio mambo ya leo, na mimi nimeshukuru sana wale wote ambao wamejumuisha na sisi ili tujenge upya ama tuboreshe hospitali yetu ya Gaishanjiro. Waziri Alice, ni kushukuru once more for organizing all of us. Na Reverend Murisho, thank you for hosting us. Bishop Wainaina, Vicar General Kibe, thank you for allowing us to be part of the progress of this mission hospital and the church in this diocese. So tutawachia hapo, na kwa sababu masaa ndio hayo, kujeni hapa kila mtu aseme jina yake na aseme jambo, alafu mtafanya mkutano hapo nje nikimaliza, because I am going for another event somewhere. Kujeni hapa, kujeni tu, tuanze wale mseme tu jambo, except Waziri Alice. Wacha nianze na Waziri Miano, sema jambo. Patia yeye mic aseme jambo, ndio watu wasikie vile anaongeanga. Huyu mama ni fire si fire? Waziri ni fire si fire?